Maina, watu ambao tulikuwa hapa zamani hapa Chwele. Nasema asanteni kwa kulia ndugu wetu, pamoja na kanisa, pamoja na jamii ambao wako hapa. Nataka niyo kwa ufupi kwa sababu muda umeenda, lakini nilikuwa na mambo mengi ya kuwaambia kuhusu kifo. Kifo imekuwa kubwa sana. Tutaongelea kwa muda kidogo na niweze kuwawacha tumlaze ndugu wetu apumzike. Mtu mwenye amani anazikwa kwa amani. Ukijaribu kupita mbele utapata shida yako. Nimeshuhudia wengi wakitoka na mwili Nairobi wapi, kama mwenyewe amekataa kitu fulani, mtachapwa viboko barabarani. Kwa hivyo jamani, mimi ni mchungaji Stephen Chemaswet, natoka mlima hapa juu na ni mkaaji wa zamani wa Chwele. Sisi ndio tulianzisha soko ya Chwele. Hata kama leo watu wanang'ang'ania hizo mameza, sisi tulikuwa tunafanya biashara chini ya mti. Tulikuwa tunaleta mboga tunauza hapo. Ndio hivyo mpaka Chwele imefika mahali liko, na nikaacha hiyo kazi, nikawa na kazi ya kuhubiri Injili nikizunguka nchi mbalimbali, Tanzania, Kongo, Uganda, na pengine Mungu akitijalia nitaenda ng'ambo nizungumzie watu habari ya Yesu, si ndio? Unajua wengine wanatangaza habari ya dini, mimi natangaza habari ya nani? Kwa sababu Yesu alisema nimewatuma duniani mkatangaza habari yangu. Lakini utapata wengine wanatangaza habari ya dini yao, si ndio? Lakini Yesu alitaka tutangaza habari yake ya kwamba anakaribia kukuja. Watu wawe na amani, watu wapendane, watu wawache mila, watu wawache vitu vingi, watu wakubali njia ya Bwana. Kwa hivyo, kwa sababu ya muda, nataka tujifunze tu kuhusu kifo. Kifo ilitoka wapi? Unajua watu wengi hawataki kuzungumzia kifo, mahali ilitoka. Wanapenda kuzungumzia tu ya kwamba kifo inatumaliza. Kuna ndugu amelia hapa ya kwamba ugonjwa wa sukari jamani. Na kweli hata ukiona watu wanaishi hivi, si kuna watu wengi wana ugonjwa wa sukari hapa. Jamani, si tutafute dawa. Si tutafute bunduki ya kuua hii. Kwa sababu hii kitu haiwezi kutusumbua kila siku. Na katika hii Biblia, Yesu alisema magonjwa yote yalishindwa katika jina la nani? Sasa shida iko wapi? Shida iko hapa. Watu hawakubali kuamini. Watu hawakubali kufanya nini? Kuamini Mungu. Hiyo ndio shida. Na hiyo ndio shida iliyoanza mwanzoni. Kule ndio kifo ikakuja. Jamani, kwa sababu ya muda, nataka nisome neno tujue kifo ilianzia wapi. Kitu gani ilisababisha kifo ikakuja? Tukijua jambo hilo, wa ndugu zetu, si tutaepuka mambo haya. Bwana wetu asifiwe sana. Si tutaepuka. Jambo la kwanza, kuna mtu ameniambia kwamba jana tulisema maneno kidogo hapa, akasema ungerudia, nikasema hapana, muda hatuna. Lakini alisema hii magonjwa inasumbua sisi, mengi tunaweza kusibia. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa sababu shida kubwa ambayo mwanadamu ako nayo leo, wanadamu hawafanyi mazoezi katika miili yao. Na Biblia ilisema kwa jasho mwanadamu atafanyaje? Atakula. Mungu hajali umesoma. Mungu hajali una biashara kubwa. Mungu alisema lazima utoe nini? Jasho. Naomba watu wa Chwele, ili niingie kwa neno. Jamani, mnapofanya biashara zenu, hakikisheni miili yenu pia inapata mazoezi. Mimi utembea Chwele hapa, wamama wengi wanakaa kwa viti tu. Anaitisha chai, anaitisha nini, amekaa kwa kiti tu. Mpaka hata kutembea anashindwa, sasa anasukuma mwili tu. Wewe utakufa mapema. Wacha nikuambie. Ukiwa kwa cereals hapo, shika gunia kidogo, vuruta.
Hapana andika vijana ya kuvuruta gunia. Gunia ndogo tuvuruta, dada yangu. Mambo mengine sisi wenyewe tunasababisha hapa. Bwana wetu asiyo sana. Wacha niseme kabla siingia kwa maandiko. Jamani, tuvumilie. Kuna mama hata ako hapa. Kumbe ni jamii ya boma hii. Alikuwa Chwele hapa. Alikuwa anauza vitu hapa Chwele. Na ninajua paka alikuwa anakaa kwa kiti kutoka asubuhi mpaka jioni. Kukaa tu na kuitisha chapati, kuitisha nini. Kuna wasichana wanatembeza hiyo vitu hapo. Kazi yake kukula tu. Mungu hakusema hivyo. Mungu alisema utakula kwa paka utowe jasho. Kama unaishi Lukona hapa, tembea kilomita 1 ndio upande pikipiki. Sio aibu kutembea kwa miguu. Sio aibu. Ni afya. Wacha tuache hii. Bwana wetu asiyo sana. Nataka tusome maandiko kwa haraka alafu twende. Hebu nisaidie nishike. Umesikia hiyo eh? Hata mimi utembea paka Tanzania na ubiri, wananilisha mhubiri, wananilisha, nakimbia nyumbani, naenda kwa shamba, napanda mlima, narudi, napanda, narudi, napunguza nini? Mimi pia nina shida hiyo. Sasa lazima tuambiane. Kwa sababu vitu vingine inatokana na nini? Maisha yetu. Bali sasa niko na kimiandu. Hiyo kimiandu itakuua. Madaktari hawatakusaidia tena. Madaktari wameshindwa. Bwana wetu asifiwe sana. Mauli loko. Mwana mwiwano muguguzu. Maia semu ala. Kwa hivyo nikiwa hapa niko nyumba. Kwa hivyo lazima niokoo wajomba yangu. Sitaki wakufe. Tuweke kalamu mbili hapo na unatembea tu kwa gari, utakufa. Tembea na mguu. Tembea na mguu. Enda lima kwa shamba. Wacha kukaa bure. Magonjwa mengine mnatuletea tu. Ni kama mtu anajinyonga mwenyewe. Bwana wetu asifiwe sana. Yuda alijinyonga, hata wewe unajinyonga. Kama ufanye mazoezi, unajinyonga. Bwana wetu asifiwe sana. Mungu akuumba watu miaka ya 80. Tunaweza keti. Miaka ya 80 hatukuwa na hii magonjwa. Mimi nilikuwa Chwele hapa, hatukusikia hii magonjwa. Miaka ya 70 hatukusikia. Magonjwa haya yamekuja juzi. Wakati watu wameanza kutembea na madigiri. Wakati watu wanaanza kutembea na mapesa. Inaleta ugonjwa. Wengine hapa wanaingia kwa maloni. Hawana uwezo wa kulipa. Anaingia kwa loan. Sasa loan inamkimbiza paka roho inapiga. Na anapata pressure. Anatuletea shida ya nini? Zamani wazee wetu walichunga ng'ombe, alichunga ng'ombe moja mpaka ikawa ng'ombe 50. Wewe unataka utajiri wa haraka. Chiko magari hapa naitwa Ferrari. Mimi najua mambo ya Chwele yote. Watu hawalali. Hata mtu hawezi karibia bibi yake. Kwa sababu hapa anafikiria nini? Na mwanamke hawezi kukaribia bwana yake. Ati nyanya yangu ati gari imeharibikia ngiani. Sasa sijui nitafanyaje? Hiyo nyanya inaweza kuharibika. Roho inaanza kupiga. Si unakufa. Ishi kama mtu ambaye Mungu anakutumikia. Tungekuwa na maneno mingi ya kusema hapa. Lakini jamani, watu wa Chwele, simu nialike Chwele. Nikuje Chwele kama kuna conference yoyote, tuchange pesa muniite, nikuje niwazungumzie. Nyinyi ni watu yangu. Tulikuwa na nyinyi. Mimi ndio baba yenu, tulianzisha Chwele hapa. Na kina Maina wako hapa. Tuambie watu wetu watakufa. Bwana wetu asiyo sana. Wacha tuache tuende kwa neno. Iko kifo mbaya hapa sasa. Wacha tusome kifo hiki. Ni muda tu. Bwana wetu asiyo sana. Bwana wetu asifiwe sana. Hii miwani yako ndugu yangu umenipa na ina shida yake. Basi wacha tusimame tusome neno. Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo. Lengo ni ya kwamba tunataka kujua kifo imetoka wapi na kwa nini inatuandama. Si iko vizuri tujue? We want to diagnosis. Nataka kufanya nini? Tupeleke kwa lab, wachunguze tuone ni kitu gani iko katika mwili yetu. Tutasoma katika Mwanzo, na kabla kusoma nitaomba. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ndugu wetu Baraza amelala.
na ameweza kuandaa mkutano. Watu hao wamekuja kwa ajili ya baraza, na kwa ajili ya baraza watasikia neno lako. Naomba ya kwamba wasaidie Bwana, watakapoenda manyumbani mwao waweze kwenda wakiwa wamepata hata neno moja ambalo litawasaidia maishani. Bariki Baba mkutano huu, kinga nguvu zozote ambazo Baba sio ya kineno yaweze kushindwa kabisa katika jina la Yesu Kristo. Baba, bariki neno lako, na ni katika jina la Bwana Yesu Kristo naomba na kuamini. Basi nataka nisome maandiko hapa, Mwanzo 2 kuanzia 15. Tunataka tuone mwanadamu alitoka wapi na kifo ilishukaje. Biblia inaongelea mwanadamu. Tunaweza kuketi. Biblia inaongelea nini? Katika mwanadamu kuna mwanamke na nani? Hii Biblia inaongelea mwanamke na nani? Hakuna kazi nyingine. Mahindi haikufanya makosa, kabichi haikufanya makosa. Mtu aliyefanya makosa ni mwanamume na nani? Hebu tuone kwa nini kifo ilikuja. Yaani Mungu anaweza kuumba watu wa kukufa? Mungu anaumba watu wa kukufa? Hapana. Paka kuna mahali shida ilifanyaje? Haya, tunarudi mwanzo. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katika bustani mwa Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Nani ndio anasema? Mungu mwenye anaambia Adam, kula matunda yote lakini usikule hiyo matunda ya katika siku utakula utafanyaje? Nani anasema? Nataka tuone kitu gani ilitendeka hapo mwanzo. Yaani Mungu amesema, mwanadamu anakataa kuamini. Bwana wetu asifiwe sana. Narukaruka tu kwa sababu ya muda, sitazipanga vizuri kwa sababu ya muda, wacha iende hivyo. Tunakuja Mwanzo 3 kuanzia kwanza. Inasema hivi: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yoyote katika bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulioko katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msifanyaje? Msiguze, msije mkafanyaje? Mkafa. Shetani akamwambia nini? Hii ni hadithi kidogo tunamaliza. Yaani nataka niwasomee Biblia hii nzima kwa dakika 10. Ujue ni kitu gani Biblia inaongea kulihusu. Bwana wetu asifiwe sana. Shetani akamwambia kupitia kwa nyoka, hakika hamtafanyaje? Hamtakufa. Bwana wetu asifiwe sana. Shetani anasema nini? Watu wa Mungu, shetani akasema nini? Hakika hamtakufa. Mungu alisema mtakufa. Shetani anakuja kusema hakika mtakufa, lakini mtakuwa wele, mtatembelea ndege, mtauza vitu chwele, mtakaa bila kufanya kazi. Bwana wetu asifiwe sana. Basi nafikia mwisho, alafu niseme kidogo, alafu tumalize. Tunakuja sasa Mwanzo 3:17. Mwanamke amedanganywa akala, siko hivyo? Bwana wetu asifiwe sana. Wacha turuke hapa 13 kwanza, alafu tuende 17. Tunamaliza kusoma maandiko, alafu tutasoma kitabu cha mwisho Ufunuo. Tunamaliza historia ya Biblia. Biblia ina mambo mengi, ni ugomvi ya kurudia tu mambo. Shida ilikuwa ni nini? Mwanadamu alikataa kutii neno la Mungu. Mungu amemwambia usile, mwanadamu akafanyaje? Akala. Hebu tusikie. Mnasikia vile walimwambia mwanamke? Bwana Mungu akamwambia mwanamke,
ni nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya. Mnasikia jamani? Mwanamke akasema nyoka alifanyaje? Nani alidanganywa kule mwanzo? Mwanamke. Na hata mpaka leo si wanadanganywa tu. Ukiweka pesa ikaa kwa mfuko hivi si atakufuata. Alafu pesa ikikwisha hiyo ndoa inaharibika. Ndoa ni mapenzi kutoka ndani, sio pesa. Pesa yanaisha. Bwana wetu sio sana. Tumesikia hadithi ya dada wetu ya kwamba alikuwa anapendana na mume wake mpaka mwisho. Bwana wetu asifiwe sana. Anasemaje? Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote wa hewani wote walioko mwituni, kwa tumbo utakwenda. Mungu analaani sasa nani? Alikuwa anaitwa joka. Wabukusu wanaita linani. Linani alikuwa mnyama, wajomba yangu wanajua. Tulikuwa tunasikia hadithi zamani. Linani alikuwa anashika wasichana ambao wameenda wapi? Kuni. Si ilikuwa hivyo? Sasa huyu linani alikuwa na miguu na mikono, na alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Huyu linani akalaaniwa, akawa nyoka ambaye anatembelea wapi? Chini. Tunapata tu Biblia vile inasema. Wengine wanasema ati nyoka ndiye alidanganya Hawa. Hapana, linani ndiye alidanganya nani? Hawa. Hebu sikia. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa kuliko wanyama wote wa hewani na mwituni, kwa tumbo utatembea na kwa mavumbi siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo watakuponda kichwa na utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hebu sikieni sasa wamama, mambo nani anasema? Si Mungu ndiye anaongea? Sio mimi. Ni Mungu ndiye anafanyaje? Haya, hebu sikia Mungu akasema nini? Watu wengi hawezi kubali, lakini ni Mungu anasema. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako, kwa kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto. Sio iko hivyo? Mungu anadanganya kweli? Hata kama umeokoka, si bado uchungu iko? Wamama, si iko hivyo? Unajua mimi sio mama, mimi nahubiri tu sijui, lakini si nyinyi mnajua kuna uchungu? Wakati mtu anazaa si kuna uchungu? Nani alisema? Si ni Mungu? Neno la Mungu litapita kweli? Mbona leo tunawacha neno la Mungu na kufikiri Mungu atasahau maneno yake? Hawezi. Chochote Mungu alisema itaenda hivyo. Si iko hivyo? Akaambia mwanamke, kwa uchungu utafanyaje? Na sinatendeka hivyo. Nataka nisome mahali wanawake hawapendi, na iko hapa tu, Mungu ndiye alisema. Hebu sikia. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto.